kuna nchi mbili huru zimeungana, wanaambiwa labda watu fulani ni wabaguzi. Na sehemu gani ya Tanganyika inaingia kwenye muungano? Ile foundation ya muungano imekosekana. Ndio maana tunaona labda ajira hizi zinaonekana ni za wazawa na hizi sio za wazawa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo kusimama hapa kwa ajili ya kuchangia hotuba ya bajeti ya serikali kuu, ambayo kwa muda kadhaa bajeti hii imekuwa ina maneno yale yale: kuongeza uchumi, kumsaidia mwananchi, kuongeza kipato, lakini bado tunaona kuna athari chanya chache sana ambazo zinaweza kumfaidisha mwananchi moja kwa moja. Wananchi wanajiuliza kwamba kweli bajeti hii inamfaidisha mwananchi mmoja mmoja au ni matabaka tu ya watu fulani ndio wanafaidika katika bajeti hii. Na hali hii inapelekea hata wananchi ambao wanaangalia wakati mwingine wanakuwa hawana imani, kwa sababu bajeti hii most of the time haiakisi matakwa ya wananchi, bali inaakisi matakwa tu ya magrupu fulani ya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitajikita katika bajeti hii, nitajikita katika maeneo matatu makubwa, na maeneo haya nimeona yana umuhimu mkubwa katika kuangalia ni foundation gani ambayo tunaichukua sisi kama wawakilishi wa wananchi, na ili kuisemea serikali, kuiomba serikali katika masuala mbalimbali ambayo yanaona yanafanya katika bajeti hii, lakini sisi tunaona kuna mapungufu yake. Mimi nitajikita katika maeneo matatu. Swala la kwanza itakuwa ni hadhi ya Zanzibar na namna gani bajeti hii inaakisi hadhi ya Zanzibar, nafasi yake ya muungano na ya kikatiba, ili suala la kibajeti lisiwe tu ni suala la kinambari, bali ni suala la kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini suala la pili ni namna gani bajeti hii itamwezesha mwananchi moja kwa moja ili kujikwamua kiuchumi, na matatizo ya bajeti yanayoletwa kwa mwananchi, na mwananchi namna gani anavyoathirika na makodi yanaongezeka na tozo. Lakini swala la tatu nitazungumza kuhusiana na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na suala la hadhi ya Zanzibar na hadhi ya Zanzibar na nafasi yake katika muungano, niseme bado bajeti hii ina matundu mengi ambayo yanafanya kila siku, kila mwaka turudi hapa kuyazungumza, wakati ule msingi wenyewe wa kuhakikisha bajeti hii ni ya wananchi unakosekana. Na unakosekana kwa sababu ya muundo wa muungano wetu na muundo wa katiba ambao unafanya mambo mengi sana yapelekwe juu badala ya kuanza chini. Na nafasi hizi unakuta rais ana mamlaka makubwa sana aliyopewa, ambayo wakati mwingine tunajiuliza mpaka unakufuru. Wakati mwingine unasema mamlaka amepewa ni mamlaka ya kimungu, ambayo yeye hashikwi na mtu yoyote kule juu. Kuna watu wachache tu ambao wanaweza kumfikia ili kumpa yale matatizo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti hii ya serikali ya mwaka 2026-2027 ukiangalia kwa muda wa miaka minne, ukiangalia zile trend za budget, unakuta bado hatuna uwezo wa Zanzibar kwenye hadhi hii, kwenye hadhi ya muungano. Na hili linasababishwa na kwamba uchumi wetu bado haujaangalia ni kwa namna gani Zanzibar inasimama kiuchumi mpaka wapi. Hatuna foundation ya kuona Zanzibar mpaka wapi itaweza kujiendesha wenyewe, na Zanzibar mpaka wapi itaweza kutegemea sehemu ya muungano. Na masuala mengi ambayo yanajitokeza hususan kwenye upatikanaji wa ajira, tumekuwa tunapiga kelele sana, kwa nini ajira za wazawa zinachukuliwa na watu wengine? Ni swala ambalo tunatakiwa tulizungumze, na si suala ambalo tunatakiwa tuliogope. Sisi vijana tumezaliwa tayari tunauona muungano, lakini tunataka tujiulize ni kwa namna gani foundation ya muungano itamwezesha kijana wa Kizanzibari ambaye leo hii anatafuta ajira, kijana wa Kizanzibari ambaye leo hii anatafuta ustawi wa jamii pamoja na hifadhi ya jamii. Ni kwa namna gani bajeti ya serikali itamwezesha yeye kupata ajira hiyo bila kuonekana kwamba yeye ni mbaguzi. Masuala mengi ambayo yametokea, tunaambiwa kwamba labda Wazanzibari wanaonekana wakizungumza suala la Uzanzibari linaonekana ni suala la kibaguzi, lakini si suala la kibaguzi, kwa sababu
Watanganyika wana nafasi yao katika muungano, Wazanzibari wana nafasi yao katika muungano. Ni kwa sababu tu ya ile foundation ya muungano imekosekana, ndio maana tunaona labda ajira hizi zinaonekana ni za wazawa na hizi sio za wazawa. Tuseme tu Tanganyika yenyewe inahitaji pia muundo unaoeleweka kama vile Zanzibar inavyohitaji muundo unaoeleweka. Na muundo huu unatakiwa usimamiwe katika masuala ya kupatikana kwa haki, usawa na kuheshimiana ndani ya muungano. Kuungana sio tatizo. Kuungana ni maana yake tunatengeneza nguvu moja ambayo itatusaidia nchi mbili hizi ambazo kila siku ya Mungu tunapokuja kwenye Baraza la Wawakilishi tuna acknowledge kwamba kuna nchi mbili huru zimeungana kutengeneza Tanzania. Kwa hiyo isionekane kwamba wakati tunazungumza suala la muungano likaonekana labda ni suala tunataka kuchochea ubaguzi. Hapana, ni suala ambalo tunataka kuhakikisha Mtanganyika anaonekana katika suala la muungano, Mzanzibari anaonekana katika suala la muungano, hasa kwa vijana. Tunapopanga, tunapotumia na tunapoiangalia bajeti ya serikali iwe inaakisi maeneo muhimu ya muungano, lakini iwe inaakisi maeneo ambayo ya Zanzibar yanaonekana clear na ya Tanganyika yanaonekana clear. Na ndio maana unakuta hizi sitofahamu zimekuwa nyingi, kwa sababu Wazanzibari vijana na Watanganyika vijana bado hawajajua sehemu yao katika muungano huu. Imekuwa tu ni ajenda ya watu fulani, ikishazungumzwa kuhusu muungano wanaambiwa labda watu fulani ni wabaguzi. Lakini leo hii tunasimama hapa kuhakikisha sisi vijana wa Tanzania ambao tumeungana, kuna watu vijana wa Zanzibari na vijana wa Tanganyika, tunataka kuwa na bajeti jumuishi, bajeti ambayo itaturuhusu sote Wazanzibari na Watanganyika kujua mipaka yetu, kujua haki zetu, lakini kujua ni wapi tunasimama kwa usawa na uwiano kwa ajili ya ule muungano ambao sisi tunataka tuuendeleze. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikizungumza suala hilo la muungano na suala la hadhi ya Zanzibar katika sehemu ya muungano, inaonyesha kwamba bajeti yetu bado haijaakisi uwezo wake wa kipato ambao unamfanya mwananchi mmoja mmoja kuweza kujiendeleza. Na hili linaonekana kwa sababu kuna sehemu kubwa sana ya mapato ya Zanzibar ambayo yanaonekana ni mapato ya muungano bado hayabaki katika sehemu ya Zanzibar, na hilo linafanya inadhoofisha bajeti ya serikali ya Zanzibar, na ni suala ambalo tunatakiwa tulizungumze, na mzizi wake wa fitna ni kupata katiba mpya ambayo itakuja kuonyesha muundo mzuri wa serikali ambao unatathmini kabisa sehemu gani ya muungano, ni sehemu gani ya Zanzibar inaingia kwenye muungano na sehemu gani ya Tanganyika inaingia kwenye muungano huu.